Tutankhamun alizaliwa kwa jina la Tutankhetan ambalo maana yake ni picha hai. Inaaminika alikuwa mwana wa Farao Akhenaten. Akiwa na umri wa takriban miaka 9, alipanda madaraka kwenye kiti cha ufalme na kumwoa dada yake ambaye alikuwa akiitwa Akhenamun. Baadaye alibadilisha jina lake kutoka Tutankhetan kuwa Tutankhamun, maana yake picha hai. Katika kipindi cha utawala wake, alijaribu kurejesha utulivu nchini Misri. Alifungua tena mahekalu yaliyokuwa yamefungwa. Alirudisha ibada za jadi za miungu ya Misri. Miradi ya ujenzi na sanaa iliendelea tena. Tutankhamun, kijana mdogo aliyekuwa akileta maendeleo, alifariki ghafla akiwa na umri wa takriban miaka 19. Wataalamu wamependekeza sababu mbalimbali ikiwemo malaria, matatizo ya kurithi ya mifupa, majeraha. Hata hivyo, sababu halisi ya kifo chake bado inajadiliwa. Ugunduzi wa kaburi lake mwaka wa 1922, Howard Carter aligundua kaburi lake ambalo lilikuwa karibu halijaguswa na mtu yoyote. Ndani yake walipata zaidi ya vitu 5,000 vya kale vikiwemo majeneza ya kifalme, kinyango maarufu cha dhahabu, vifaru vya vita, silaha na vitu vya thamani. Ugunduzi huu uliifanya dunia ivutiwe sana na historia ya Misri ya kale. Leo mwili wa Tutankhamun bado upo katika kaburi lake, bonde la wafalme nchini Misri, huku hazina zake nyingi zikihifadhiwa katika makumbusho makubwa ya Misri. Jambo kubwa la kuvutiwa ni kwamba kaburi la Tutankhamun bado ni moja ya makaburi yaliyohifadhiwa vizuri zaidi kuwahi kupatikana. Ndiyo maana bado linahusishwa na siri nyingi za Misri za kale.